Chama cha Demokrasia na Maendeleo mpaka hivi sasa kimekuwa kwenye wakati wa kuleta sintofahamu katika nchi ya Tanzania mara baada ya kuendeleza kundi la wachochezi lakini pia na wanaopanga kuharibu amani ya taifa la Tanzania. Yani nikiwa na maanisha kwamba hivi sasa tunafahamu kabisa dhahiri shairi kwamba matokeo ya kufanya maandamano yaliyoweza kupangwa kwa uchochezi na uhalifu wa kuleta vurugu ni jambo ambalo linaharibu amani ya taifa la Tanzania. Yani kuna yale maandamano ya haki na yale maandamano ya watu kuweza kuwa na uhuru na amani katika kile wanachokizungumza, alafu kuna maandamano ya uchochezi wa kufanya uhalifu na vurugu na kutotii amri zinazoweza kuwashurutisha kwa wakati huo. Ni jambo ambalo hivi sasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wameingia kwenye propaganda hiyo ya kuwachochea Watanzania kuingia kwenye maandamano ya kuleta vurugu na kutoruhusu uchaguzi uweze kufanyika, jambo ambalo Chadema linawahukumu na kuonekana kabisa kwamba wao lengo lao ni kufanya uvunjifu pia wa sheria lakini pia na kuvunja katiba jinsi inavyosema, kwa sababu inaonekana kwamba Chadema wao lengo lao ni kufanya vurugu siku ya uchaguzi, na ishu ya maandamano na kufanya vurugu siku ya uchaguzi ni vitu viwili tofauti. Maandamano ya amani ama maandamano ya haki na wanachokitengeneza Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni kama vinakinzana, kwa sababu lengo lao ni kwamba hawataki uchaguzi uweze kufanyika bila ya kuwa na reform. Kwa hiyo no reform no election, na sasa inaonekana kama ni kauli ambayo ya kuleta taharuki na kutengeneza uchochezi na kufanya Watanzania waingie kwenye uvunjifu wa sheria wa kuweza kufanya vurugu ili mradi wasifanye uchaguzi. Kwa hiyo inaonekana kabisa Chadema lengo lao ni kuzuia uchaguzi lakini sio kufanya maandamano ya haki na ya amani kama walivyoweza kuyadai. Kwa hiyo ni vitu vile ambavyo vinakinzana, na inavyoonekana mpaka hivi sasa Chadema wanataka kuleta vurugu katika taifa la Tanzania, kwa sababu lengo la kwanza ni kuzuia uchaguzi lakini lengo halikuwa la kuweza kufanya maandamano. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakinzana, ni vitu viwili ambavyo ni kama wanavitengeneza lionekane kwamba ni jambo moja, lakini ni vitu ambavyo vinaweza vikawaingiza Watanzania kwenye mkenge mkubwa bila ya kutofautisha kati ya maandamano na kuzuia uchaguzi siku ya tarehe 29. Kwa hiyo unaweza kujikuta kwamba siku hiyo unachochewa na Chadema kuweza kuzuia uchaguzi na kufanya vurugu, unajikuta unaingia kwenye makosa ambayo ulikuwa huyafahamu bila ya kuelewa utofauti wa maandamano na kuzuia uchaguzi siku ya tarehe 29 ya mwezi wa 10.